Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kocha wa Manchester City Pep Guardiola amekumbana na adhabu kali ya kukosa mechi mbili baada ya kupewa kadi yake ya njano ya 6 msimu huu. Adhabu hiyo inamaanisha hatakuwepo kwenye benchi la ufundi katika mechi mbili muhimu za timu yake. Kutokana na adhabu hiyo, Pep hataruhusiwa kusimama kwenye eneo la ufundi wakati wa mechi dhidi ya Chelsea na West Ham United. Mechi hizi zitachukuliwa kuwa muhimu sana kwa Manchester City katika mbio za ubingwa wa ligi kuu soka nchini England msimu huu 2025-26. Baada ya kumaliza adhabu hiyo ya kukosa mechi mbili katika benchi la ufundi, hata hivyo anatarajiwa kurejea tena kuiongoza timu akiwa katika benchi la ufundi katika fainali ya EFL Carabao Cup ambapo watakutana na Arsenal the Gunners, mchezo ambao pia una uzito mkubwa wa heshima ya klabu kwa msimu huu. Ikumbukwe kuwa timu zote mbili zinawania kutoa taji la ligi kuu soka nchini England EPL msimu huu, lakini pia zinakutana katika fainali ya EFL Carabao Cup. Kwa hiyo mmojawapo atakayeshinda mchezo huu ndiye atakuwa ameanza safari ya kuanza kutoa taji msimu huu. Akizungumzia tukio lililosababisha malalamiko yake, Pep Guardiola alisema kuwa wakati Jeremy Doku alipompita kwa chenga Kieran Trippier na kuelekea kwenye eneo la hatari, alivutwa kutoka nyuma. Pep alisisitiza kuwa hakuwa anataka mchezaji apewe kadi ya njano, bali aliamini wazi kuwa ilikuwa ni kosa la faulo ambalo lilipaswa kuamuliwa na mwamuzi. Kukosekana kwa Pep katika mechi hizi mbili kunaweza kuwa na athari kwa Manchester City, hasa katika kipindi ambacho wanahitaji sana ushindi na kupunguza pengo la alama dhidi ya vinara wa ligi Arsenal the Gunners. Pep Guardiola mara nyingi huwa na mchango mkubwa katika kupanga mbinu za haraka wakati wa mchezo na kutoa maelekezo moja kwa moja kwa wachezaji kutoka pembeni ya uwanja. Iwapo Manchester City watashindwa kupata matokeo mazuri katika mechi hizo mbili, pengo la alama linaweza kuongezeka zaidi na kuwapa faida kubwa Arsenal the Gunners katika mbio za ubingwa. Hata hivyo, City wana kikosi chenye uzoefu na kina, hivyo bado wana nafasi ya kupambana na kuhakikisha wanaendelea kubaki karibu na vinara wa ligi hiyo Arsenal kwa sasa. Kwa taarifa zaidi za kimichezo na burudani, endelea kutufuatilia Kasako Media, Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.